بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. Mlango asema min ashirki, inayozungumzia katika ashirk, kutoka shirki ndogo kubadilika hukumu kuwa shirki kubwa. Na kama tulivyoishiria Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuweka milango kama hizi, kama mlango wa nyuma, babu min ashirki al-isti'adhatu bighairi Allah, babu min ashirki an yastaghitha bighairi Allah. Hizi zote kuweka ni kwa malengo Muislamu ajitahadhari na sifa kama hii na mambo kama haya, na malengo sio kukufurisha kama tulivyoishiria, sio kukufurisha Waislamu. Malengo ni kufafanua na kupambanua na kuweka wazi kitendo kama hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, kwa sababu nyingi ambazo tutakuja kuona. Kwa hivyo malengo ya Sheikh si kwa ajili ya kukufurisha, bali ni kwa ajili ya kutahadharisha peke yake. Qala min ashirki, ni katika shirki kufanya kitendo gani? An yastaghitha bighairi Allah, mtu kufanya sifa ya al-istighatha, mtu kutaka al-ghauth, usaidizi wakati anapokuwa ndani ya shida, na kutaka kunusuriwa wakati ako kwenye matatizo, naam, na mitihani yoyote namna itakayokuwa. Anapokuwa ndani ya mitihani mwanadamu na ndani ya shida, hapo anapomlilia Allah, hiyo inaitwa al-istighatha. Al-istighatha ni mtu kuwa ndani ya shida, ndani ya uzito, ndani ya mtihani, ndani ya hicho kitu tayari ushaingia ndani yake. Tofauti na al-isti'adha. Al-isti'adha ni kutaka usaidizi kabla ya jambo kukufikia. Kabla ya jambo kukufikia, al-isti'adha. Kutaka kuhifadhiwa na Allah, kutaka kuwa katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-isti'adha. Isti'adha inakuwa kabla, kama tulivyosoma darsa ya nyuma. Amma al-istighatha inakuwa kwenye ndani ya shida unapokuwa, naam, ama baada ya shida imemalizika, bado unamhitaji Allah, ile hali ya kumuomba inaitwa nini? Al-istighatha. Al-istighatha ni ndani ya shida, al-isti'adha ni kabla ya kufikiwa na dharar na madhara, kabla hujafikiwa. Unahofia ikufikie, ile kuhofia na kumuomba Allah inaitwa nini? Al-isti'adha. Al-isti'adha tumeona hadithi ya nyuma katika darasa ya jana, al-isti'adha, mtume akiwafundisha masahaba zake, na mtu akifika mahali akasoma maneno fulani, anakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhifadhiwa kwake ni kabla ya shida kumfikia, ama kutaka kuhifadhiwa ni kabla ya shida. Tayeb, hii sifa ya al-istighatha, mwanadamu katika hii dunia haizi kusalimika na mitihani. Madamu uko kwenye hii dunia, mitihani haitasimama. Hakuna siku mtu atasema mimi kuanzia leo bas khalas, hakuna shida yote inaweza kunipata. Haiwezekani. Madamu uko kwenye hii dunia, madamu wavuta pumzi bado uko kwenye hii dunia, kitu inaitwa mitihani na misukosuko ya dunia, naam, haiwezi kusimama. Japo inatofautiana, wakati mwingine inakuwa mkubwa zaidi, wakati mwingine inakuwa katikati, wakati mwingine inakuwa mdogo. Hii hali yote unapokuwa kwenye shida, pindi unapomlilia Allah na kumtarajia na kumuomba, hiyo ni nini? Ni al-istighatha. Tayeb, madamu mwanadamu kwenye hii dunia hawezi kusalimika na mitihani na matatizo na kumhitaji Allah wakati wa shida, ndio maana kaika mlango. Shida zako fen ila Allah subhanahu wa ta'ala, elekeza.
kama tulivyoona kwenye darasa ya nyuma aya Mwenyezi Mungu aliposema nini, fafirru ila Allah, kimbilieni kwa Allah. Kwenye furaha peke yake, kwenye kutaka jambo kabla la, hata ukiwa kwenye shida. Naam, ukifanya sifa ya istighatha unataka nani? Unaitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nusra yake na hifdhi yake na kukusaidia. Kwa hivyo al-istighatha asema bighairi llahi minashirk, kando na Allah, asiyekuwa Allah chochote. Piga mfano ni majini, ni mashetani, ni mawe, ni makaburi, ni miti, chochote kitakachokuwa kando na Allah yakulu minashirk. Rahisi sana mtu kuelewa bighairi llahi kikusudiwa ni yapi yote kando na Allah. Ukisikia kando na Allah ni yote takayokuwa isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tayeb. Tuliona vile vile katika misingi iliyowekwa ya mtu katika mlango wa al-isti'adha, vile vile al-istighatha ni mtu kutaka usaidizi, lakini kuna baadhi ya usaidizi na njia zimekatazwa. Tukasema mfano wa kwanza ni naam, katika iliyokatazwa ni kwa mwanadamu ambaye huwa hai lakini kwa kitu ambacho la yaqdiru alayhi illa Allah. Sifa ya kwanza ambayo haifai kutaka istighatha kwa binadamu ni binadamu ambaye hai. Tayib. Alafu hadhir, yuko na wewe, lakini bishay la yaqdiru alayhi illa Allah. Hii haifai, hii ni shirk. Kwa kitu ambacho mtu hawezi kukusaidia isipokuwa Allah, kitu hicho mtu analia, naam, ako kwenye shida, lakini shida hiyo hakuna anayeweza kukutoa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye hiyo wakati uanze kuita mtu ambaye labda ako hai, naam, labda hayuko mbali na wewe, lakini ghairu qadir, hawezi kabisa. Naam, mfano gani? Mfano kama gani? Kwa kwenye shida, lakini unamwomba mtu, huyo mtu hawezi kukusaidia. Yuko hai huyo mtu, naam, hata yuko hadhir na wewe, lakini hawezi kukusaidia. Kama nini? Ukiwa mgonjwa umekulemea, hali mzito, naam, na mtu wako mbele yako, huwa hai, yuko hai, hadhir, lakini ghairu qadir. Naam, mwenye kupoza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Umwambie fulan na kuomba unipatie afya nitoke katika hii maradhi, ghairu qadir, haizi kusaidia. Ghairu qadir, haizi kusaidia. Hasatan ikiwa utaitakidi yani yeye ndiye mwenye kuweza kukupoza, yeye binafsi, kando maybe kuna asbab, naam, ufungie na asbab za dawa wa hakadha, hada shay akhar. Lakini useme na kuomba wewe ndio unipoze mimi kutokamana na ugonjwa nilio ndani, hii ni nini? Yakulu minashirk, an yastaghitha bighayri Allah. Sifa nyingine na qismu nyingine ni mtu kutaka alghawth kutoka kwa almayit, ambaye mtu tayari ashafanya nini? Ashafariki. Mtu ambaye amefariki anaweza kukusaidia? Mustahili, hawezi. Tayeb. Sifa ya tatu kutaka alghawth ni kwa mtu ambaye huwa hai, huwa hadhir wa huwa qadir. Hii ni shirk. Mtu yuko hai na yuko na wewe, naam, na huwa qadir, hii itakuwa shirk? Sio shirk. Ukielewa hizi vitu vitatu, mlango istighatha na isti'adha na kumtarajia na kumomba kando na Allah, yote utaweza kujitoa ndani yake. Ya kwanza ni hai, hadhir, ghairu qadir. Katika sifa za Allah ya hawezi mtu, na hadha min ashirk. Tayib. Ya pili ni
حاضر وقادر هذا ليس شركا. يا تاتو ni ميت. نعم ميت kuna qadir na ghairu qadir, hakuna ميت namna atakavyokuwa. Naam haezi kufanya nini? Kukusaidia wala haezi kukunufaisha wala haezi kukudhuru. Tamam. طيب bighairi llahi tumeona hizi aqsam, na bighairi llahi nakusudiwa nini? طيب au yad'u ghayrahu, au amuombe, hasa anaingia kwenye ad-du'a. طيب kwa hapa kwa sababu al-istighatha al-isti'adha jana tumesema ni nao katika dua, wal-istighatha vile vile ni nao katika ad-du'a. Ndio maana akasema au yad'u ghayrahu, au amuombe kando na Allah. Ghayrahu ay ghayra, au yad'u ghayrahu, au amuombe ghayrahu yamaanisha nini hapa? غير الله سبحانه وتعالى. iko wazi? طيب الاستعاذة ni nao katika dua, wal istighatha ni nao katika ad-du'a. Na jana tumeelewana tukasema al isti'adha ni ibada, wal istighatha ni ibada haielekezewi isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. طيب tushaelewa sasa tuko kwenye ibada. Tamam. طيب وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. aya kwanza laiweka ametaja katika mlango wa dua, kwa sababu al-istighatha ni nao katika ad-du'a. Qala wala tad'u min dunillah, ay ya Muhammad la tad'u wala ta'bud min dunillahi subhanahu wa ta'ala. La tad'u, usiombe. Imekusanya dua ya sampuli mbili. Kuna dua inaitwa dua mas'ala wa dua ibada. Tujua dua mas'ala na dua ibada. Naam, dua ibada ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia matendo yako mema unayofanya. Dua ibada. Ama dua mas'ala ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama mtu kusema Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Ama dua yote utakayoomba unachokitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadua ibada, naam, ni mwanadamu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake mema anayofanya. Mathalan, ukiswali, ukiwa kwenye swala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika ile swala yako kwa ibada ya swala unaifanya. Naam, kama kusema sami'a Allahu liman, unamtukuza Allah, Allahumma ighfirli, sio Mwenyezi Mungu nisamehe. Hii kitendo unayofanya kwenye swala, naam, katika aliyokuamrisha Allah, inaitwa dua ibada, kumuomba Allah kupitia kwa kufanya hizi ta'at na ibadat, as-sala, was-sadaqa wa ghayriha. Unamuomba Allah kwa kufanya matendo mema. Tamam. Ama dua mas'ala ni mwanadamu kama tulivyoashiria kwa kutamka sema Allahumma irhamni, Allahumma kadha wa hakadha. طيب hapa wala tad'u anakusudia dua zote mbili. Tamam. Imma katika ibada unazifanya usizielekeze kando na Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ambayo ni dua mas'ala, imekusanya zote mbili, ibada ya amali njema na ibada ya dua mas'ala. Hii usielekeze kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dua ibada wa dua mas'ala, wakati unapomhitaji Allah vile vile asema wala tad'u. Hii dua usipeleke kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Min dunillahi, kando na Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yanfa'uka wa la yadhurruk,
ma la yanfa'uka wala yadhurruk, kwa kitu ambacho ukikipelekea dua zako la yanfa'uk, haiwezi kukunufaisha ukipeleka haja zako. Naam. Wala yadhurruka ni istighatha, ni istighatha. Ma la yanfa'uka, kukunufaisha, hii ni nini? Ni al-isti'adha. Ma la yanfa'uk si isti'adha ama ni nini? Naam, isti'adha wal-istighatha. An-naf' inakuwa kabla ya kitu ama ukiwa ndani ya shida? Kabla na ndani pia. Tayeb, an-naf' inakuwa kabla na ndani. Tayeb, wala yadhurruka, na wala haiwezi kufanya nini? Kukudhuru. Ni ndani ama ni nje? Kabla. Hii ni isti'adha. Tayeb, yanfa'uka inakuwa al-isti'adha wal-istighatha. ولا يضرك ايش؟ الاستعاذة. طيب، الله سبحانه وتعالى anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم usimuombe na wala usiombe chochote na yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye lau utamuomba la yanfa'uka, haiwezi kukunufaisha ukitaka manufaa. Naam, na wala vile vile haiwezi kufanya nini? Hawezi kukudhuru. Ukimuasi ukaenda kinyume chake ya Muhammad, haiwezi kukudhuru. Tayib, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia fa in fa'alta, ikiwa utafanya nini? Ikiwa utafanya nini? Tayib, kuomba ni ibada, صح? Kwa hivyo ni kama kusema fa in abadta ghayra Allah, ikiwa utamwabudu kando na Allah kwenye dua ibada wa dua mas'ala yote, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, hakika yako wewe ya Muhammad ukifanya hivyo utakuwa katika watu ambao umefanya nini? Naam, katika uliofanya sifa ya adh-dhulm. Adh-dhulm tumesoma katika milango ya nyuma, dhulm inakusudiwa katika sehemu kama hizi nini? Ashirk. Aina ad-dalil? Aina ad-dalil? Aywa, ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun. Fa-shirku huwa adh-dhulm. Ama maana nyingine fa innaka idhan min adh-dhalimin ay al-waqi'ina, na'am, al-ibadata fi ghairi mawdhi'iha, utakuwa umeiweka ibada kwenye sehemu ambayo haistahiki. Hapo utakuwa umefanya nini? Umechukua haki ya Allah ukapatia asiyekuwa Allah, na hiyo ni dhulma, na hiyo ndio dhulma kubwa, kama alivyosema Luqman, inna shirka la dhulmun adhim. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wa in yamsaska Allahu bidhurrin, na iwapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kukuonja, kukuletea madhara, na hapa ndio nini? Al-istighatha, dhur uko ndani yake, sio? Tayeb, fala kashifa lahu illa hu, kwa Mwenyezi Mungu anakuletea mtihani na uzito, hakuna anayeweza kukutolea uzito huo isipokuwa nani? Isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akasema fala tad'u min dunillah, usielekeze ibada zako kando na Allah, kwani ikiwa utawatii hawezi kukunufaisha wala kukudhuru. Bal Allah Subhanahu wa Ta'ala akitaka kukudhuru, hakuna anayeweza kuzuia madhara yale isipokuwa Allah. Bimaana ibada zako zielekeze kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam wala tad'u, sitojua Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naam, sifa ya shirki yuko mbali nayo. Naam, hii ni kuonyesha ikiwa Mtume anaambiwa hivi, naam, na hana sifa hii, fa kaif sisi tofauti tuichukulie kwa uzito zaidi. Hii ni message kwetu sisi, hii ni message kwetu sisi.
ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyeteremshiwa hii dini, naam, alikuwa ni muwahhid. Mtume alifika level katika tauhid na aqida, namna alivyokuwa nayo na namna alivyofundisha masahaba. Alisimama katika Arafat, Mtume sallallahu alayhi anamwambia masahaba zake, naam, inna ash-shaytana qad aysa, hakika shaytan amekata tamaa na nyinyi kwamba mtamwabudu na mtaingia kwenye shirki. Mtume aliwaeka masahaba katika tauhid. Pamoja na hivyo, naam, aya kama hizi nyuma walikuwa wanaambiwa wala tad'u ya Muhammad, wewe na wafuasi wako nyote muweni mbali na sifa ya kuelekeza ibada na haki za Allah kwa chochote na yote asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yote ni kutahadharisha, hii yote ni kutahadharisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hivi ndivyo anavyofanya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tayeb, aya pili, fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu. Fabtaghu yani mutake, naam, na mutafute riziki zenu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'buduhu, na mumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Jambo la riziki mwanadamu linyenye kumtia dhiki, sio kutaka riziki ni jambo la kumtia dhiki mwanadamu. Katika hii hali unayokuwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuambia riziki hiyo, naam, tafuta kwangu mimi na wala usitafute kwa asiyekuwa mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayeb, riziki inakuwa katika istighatha. Naam, dhiki unaokuwa katika mlango wa riziki inakuwa istighatha. Naam, wa'buduhu, na muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, muabudu na muelekeze ibada kwake yeye, ibada ya ad-du'a, pindi mnapokuwa katika nini? Katika shida zenu, ay al-istighatha. Tayeb, wa qawlihi ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, na ni nani ambaye subhanallah aliyepotea njia, ambaye hajaelewa haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya mtu ambaye yad'u min dunillah, anaelekeza ibada ya ad-du'a wakati anapokuwa ndani ya shida, wakati anapotaka al-ghawth min dunillah. Ni nani amepotea zaidi ya mtu kama huyo? Hata baada ya kujua Allah ni nani na uwezo wake, naam, kwamba yeye peke yake ndiye mwenye uwezo wa kumtoa mwanadamu katika shida zake. Pamoja na hivyo mwanadamu hakuelewa, bado akataka al-ghawth na usaidizi kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuko mwanadamu ambaye yani adhal, amepotea zaidi. Naam, angalia mfano mdogo wa kidunia. Usomeshwe kitu, uelezwe subject ni hii, umuhimu wa subject ni hii, ukisoma kwa hii njia utafaulu, ukisoma kwa hii njia utafeli. Mtu akaelezwa vizuri, akakaririwa, akarudiwa, alafu akaingizwa kwenye mtihani. Mtihani ule katika maswali 10 akakosa zote. Huyu ataambiwa nini? Huyo? Naam, nini ataambiwa? Amefeli, sio? Ataambiwa ama anaweza ulizwa, kweli uko sawa wewe? Umekaririwa same thing mara ngapi, mara kwa mara, na bado umekosa maswali 10 peke yake. Au labda amesomeshwa kwa muda mrefu hiyo maswali, yani hiyo masala ndogo, na akatoka maswali 10 na bado akafeli. Huyo atatuhumiwa katika fahamu yake, katika akili yake, sah? Fakaifu mwanadamu always anasikia sifa za Allah, uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na hivyo akiwa kwenye shida zake anazipeleka kwingine kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema, waman adhallu, ni nani aliyepotea zaidi ya huyu? Naam, bimaana huyu amepotea kwa uhakika, sah? Man la yastajibu lahu, tena anayemuomba la yastajibu lahu,
hana uwezo wa kufanya nini? Wa kumuitikia yale yote anayotaka kwake yeye. Naam, ila yaumil qiyama, si kwa muda mfupi. Umemuomba haizi kukujibu for 3 days, baada ya 3 days atakujibu, la, haizi kukujibu ila yaumil qiyama. Tayeb, hapa kuna swali, man la yastajibu lahu, katika zile type 3 tuliona inaingia ipi na ipi? Haizi kukujibu ukiona shida zako ukamwelekezea dua zako, ni ipi na ipi? Almayyit والحي غير الحي لكن غير قادر، هذا لا يستجيب إلى يوم القيامة. haizi kukujibu hata baada القيامة، haizi kufanya nini? Haizi kukujibu, mustahil haizi kukujibia matakwa yako na kukutoa katika madhara. طيب، قال لا يستجيب له إلى يوم القيامة، haizi kujibu paka qiyama. Hii naam ni yoyote ghaira Allah, yoyote ghaira Allah subhanahu wa ta'ala, miti, masanamu, wanadamu, nini nyingine, makaburi, zote hizi ghaira Allah, kisia chote utakachokuwa hakiwezi kukujibia haja zako. طيب، amma yujibu almutarra idha daa, ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yujibu almutarra, ni nani aliye na uwezo wa kumuitikia almuttar? Almuttar ni mtu ambaye ako kwenye uzito.